hizi lugha za tafuta hela zimeishia kuwafanya vijana wawe wanashinda kwenye betting, wawe wapolaji, wawe vibaka, wawe wezi na kufanya uchafu wa kila namna ili wapate pesa. Wale raia wema wote wataenda kutafuta hela, kutafuta hela. Sasa unatembea magari ya gharama, unaishia kutuambia upo kule juu tu kule tu. Hamna hata nyumba ya gorofa ina ngazi za kupanda. Ina ngazi za kupanda. Kwa hiyo tuambieni ni pia mmepataje hela. Tuambie njia, tuambie to Z fafanua. Niliua pale nikapata hivi tufafanulieni. Kama kweli mna uchungu kwamba kweli sisi vijana tuwe na hela. Okay, wangu ni hayo. Tuambieni njia to Z. Mliua, mlimwaga damu. Lakini la sivyo hamtuambia hapa katikati mlifanya nini. Maana yake nyie ni mojawapo ya miungwaji. Hizo pesa sio za. Kuna lugha fulani huku mtandaoni inaniudhi sana. Kuna lijitu na kuambia kwamba tafuta hela. Lakini nachosema ni kwamba haina maana kwamba wote ambao hawana hela, haina maana kwamba hafanyi kazi. Haina maana kwamba wote ambao hawana hela wote ni wavivu, hapana. Kuna watu ambao wanafanya kazi kuanzia usiku mpaka usiku. Anafanya kazi tu. Usiku mpaka usiku. Manake mchana wote jua lote limekora kwake, nini limekora kwake, anafanya kazi. Anafanya kazi usiku mpaka usiku. Anafanya kazi tu. Kwa ina maana kwamba wote ambao wana hela kwamba wote hafanyi kazi. Na ukiangalia maisha yenyewe wanasemaga kwamba maisha ya kibongo bongo, mara nyingi mtu akijitahidi sana, akipata hela sana, amepata ya kodi, ameoa labda na watoto wawili, labda amepata pesa kidogo ya kuwapeleka angalau watoto wake 200 na michango ya shuleni na za daftari, amewapeleka shule, wameenda, amejitahidi sana, ameenda, amepeleka watoto wake shule, watoto wawili, na mke, amepata ya kula, ya kulipia kodi, na watoto wake wameenda shule, na shule zenyewe ni hizi za Asante Kayumba, nauli 200. Nauli 200 na 1000 si ya kula, hivyo. Akipata hela sana ni hivyo. Wakusema mpaka napambana na kujenga ni wachache sana. Ama labda mtu ana nyumba, labda mara nyingi labda ana nyumba ya urithi. Kama nyingi maisha kama Dar es Salaam, nyumba ya urithi. Wazazi wake wenda walikuwa na kwa uwezo fulani hivi. Kwa ni kwamba watoto ni kama kuna chochote ameachiwa. Umeona, mara nyingi ndio hivyo, ana nyumba baba hivyo. Yes, ina maana kwamba hawapo watu ambao wanapambana, wanafanya kazi, wanajenga, wananunua viwanja, wanajenga, lakini ni watu wachache sana. Wachache sana wapo, lakini ni wachache sana. Mwanji mtu kwa maisha Dar es Salaam akijitahidi ndio hivyo, akijitahidi amelipia pango la chumba, kodi, amesharisha mke wake, watoto wake wanakula, amepeleka Asante Kayumba nauli 200 ya daladala, basi mara nyingi ndio hivyo. Ndio hivyo mara nyingi akijitahidi sana. Yaani mara nyingi ndio hivyo. Kukuta Ochagam ndio hivyo, anaishi kwenye nyumba, si nyumba ya urithi kama nilivyosema. Ama wapo watu ambao wangao shangala wameajiriwa serikalini, amekopa hivi na hivi, amejenga kanyumba kwake hivyo. Wapo watu namna hiyo. Sasa nasemea nini? Nasema kwamba jitu linakuambia kwamba vijana tafuteni hela. Alafu jitu lenyewe ndio kuambia tafuteni hela. Unaona kabisa kazi ambayo anafanya moja kwa moja kwanza ieleweki. Yaani hakuna, yaani sina maana kwamba wafanye kazi. Yes, inaweza ipo kazi anayoifanya. So mtu kama ana fedha, maana kuna kazi anayoendelea nayo. Mtu ana hela, anatembea maviaite ya damu. Kuna kazi ambayo anafanya. Ameua, amefanya jambo lote baya ama ovu. Sawa, anatembea viaite. Lakini lijitu linakuambia tafuteni kazi anayofanya moja kwa moja haieleweki. Ama kama nakwambia kwamba alitoka chini, alikuwa na maisha ya kawaida, aliishi maisha ufukara. Maningi wengi wao hawakwambia amepitia wapi. Atakwambia labda nilikuwa nashona viatu. Nilikuwa nashona viatu si. Lakini hapa katikati hawasemagi hapa. Fuatilia shuhuda nyingi za watu ambao wanasema kwamba ametoka chini. Fuatilia. Atakwambia sawa, nilikuwa nashona viatu, nilikuwa naishi kwa shida, maisha tabu. Lakini fuatilia wengi wao historia zao. Atakwambia nilikuwa nashona viatu lakini hapa, lakini kuna hapa katikati hapa aongeagi. Wanaisha tu kutuambia kwamba kule juu wana maviaite, wana magari makali, magari ya gharama, wanaisha kutuambia. Lakini hapa katikati walifanya nini? Hawatuambiagi.
fuatilia historia ya mtu yoyote ambaye anasema kwamba umefanikiwa. Wanaisha tuambia tu hapa chini alisha shida, alikuwa anakula mara moja hivi na hivi na hivi, lakini hapa katikati alifanya nini, itana nini, mara nyingi aongea wengi wao fuatilia historia nyingi. Anisha tuambia kule yuko juu na maviete na magari ya gharama ni na nini, ana nafasi pale kwa serikali. Hawatuambia hapa katikati walifanya nini. Wengi wao fuatilia historia zao, wanasema wafanikie. Sasa lijitu lenyewe ndo akina Mwandama anasema tafuteni hela, tutafuta hela, wananchi wa raia wema sio wataenda kutafuta hela, lakini yenyewe Mwandama mwenyewe kazi ya moja kwa moja haielewekagi. Yesu ni kweli kama na kashule sijui si kashule sijui, ila kazi zingine sijajua anafanya nini. Unamwona Sila pale alikuwa anaongelea kwa habari ya nini, kuongelea ubaya wa viongozi wa serikali waliopo. Unaona kaminya mali fulani, yes, tuachane nayo, lakini mtu anakuambia tafuta hela. Jitu lenyewe nakwambia mimi ninachosema ni kwamba kama mnatuambia vijana tafuta hela, haina shida, sawa, tutatafuta hela, lakini mtaambie pia na njia yenu, tuambie A to Z, tufafanulie hapa katikati. Juu zilizopita ulimwaga damu za watu, umetesa watu, umepora, umeua, tuambie ina sisi. Kama mnataka tutafute hela, unataka tutafute hela na sisi tupite kwenye hizo njia, sisi tunataka hela kama ulizo nazo wewe. Maana utaambie njia ambazo uporaji wote, uporeshaji, ulivyomwaga damu za watu, ulivyopoteza uhai wa watu, tuambie hapa katikati yetu Z, tuambie, tufafanue vizuri na sisi tukaue tupate pesa. Sio unasema tupate hela, tupate fedha, haina shida, tuambie hayo yote. Tuambie tu Z, usituambie tu ni kwa nini shida siko tu ni wapi, waambie ulizo wako, haina shida. Hata sisi tunajua kwamba hata wakwenu wanajua kwamba kuna kipindi ulikuwa na maisha dhaifu ya kawaida ambao ulikuwa una hela. Sasa hivi unatembea magari ya gharama, unaishia kutuambia upo kule juu tu kule tu. Hamna, hata nyumba ya ghorofa ina ngazi za kupanda, ina ngazi za kupanda. Kwa hiyo tuambieni ni pia mmepataje hela. Tuambie njia, tuambie tu zaidi, fafanua, niliua pale nikapata hivi, tufafanulieni kama kweli mna uchungu kwamba kweli sisi vijana tuwe na hela. Okay, kwangu ni hayo. Tuambieni njia A to Z, mliua, mlimwaga damu, lakini la sivyo hamtuambia hapa katikati mlifanya nini. Maana yake nyinyi ni mojawapo ya miuaji. Hizo pesa sio za halali, mmepata kwa damu, kwa dhuluma, kwa uovu, kufanya uchafu fulani, ubaya fulani. Kama unasema sivyo, tuambie hapa katikati ulifanya nini. Okay, kwangu ni hayo. Tutafuta hela, lakini tuambieni hapa katikati. Msishe kutuambia tu mmefia kule juu na mavieti, mna magari ya gharama, tabia hata tafuta hela, haina shida. Mtaambieni hapa katikati, tufafanulieni, tuelewe sana. Asante sana. Ya kwangu ni hayo. Tuandieni hapa katikati. Lakini kama mtaambie hapa katikati mmefanya nini ambacho kikafanya mkaa na nguvu ile, basi nyie maana yake nini, hizo pesa mlizipata kwa namna ya laana, kwa kufanya mabaya, kutekeleza mabaya, kufanya uwaji, uchafu na kumwaga damu za watu ili mpate pesa. Hata gorofa lenyewe ukisikia gorofa la 50, hapa katikati kuna ngazi hapa. Utakuwa unatembea kama ni gorofa la lift, labda la magorofa ya kisasa, kuna kwa na lift hapa katikati. Mpona sango nafika kule ile gorofa la namba unataka, kama gorofa jengo na gorofa 45, hapa katikati kuna mzunguko, kuna floor za kawaida, kuna lift. Floor za kawaida utakuwa unapanda, kuna na kweli ile gorofa 47 utakuwa unatembea na floor ya kwanza, utaanza ground floor, floor ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 45. Kwa tuambieni mmepita wapi, mmeua. Lakini kama mtaambia hapa katikati, maana yake hizo pesa mlizonazo sio za halali. Asante sana.